mmenuniana, utashindwa kumuuliza ratiba na akwambie. Mwingine anarudi saa 7, nataka ugali. Wewe sasa hukuniambia, mbona hoja? Wajibu wako ni kutengeneza mapema. Tengeneza mapema. Bwana Yesu asifiwe. Haya, twende kwenye masomo. Nitawapitisha kidogo kwenye wajibu wa wewe mwanamke. Sasa hapa siongei kama mama mchungaji. Sio wajibu wako kama mama mchungaji, wajibu wako kama mwanamke. Tukitoka hapo tutaenda utumishi wako. Kitu kikubwa ambacho mwanamke yoyote anapaswa kufanya akiwa ameolewa ama hajaolewa, na ni sifa kubwa ya mwanamke, ni usafi. Ule usafi unaofundishwa kwenye kitchen party nusu saa wala haukuingii. Tunadanganyana. Watu wengine wa nje wanasema tuna makungwi, unakaa na kungwi siku 2. Haitoshi. Sisi ambao tuna mabinti, una binti ndani, kila itwapo leo unamfundisha hatua kwa hatua, hatua kwa hatua. Tuna mifano ya wamama wengi ambao wana umri mkubwa lakini kwenye eneo hilo wamefeli. Amefeli kwa sababu hataki kubadilika ama anaiga kitu kutoka kwa wazazi wake. Wapo wazazi ambao wanarithisha watoto au wanafundisha watoto vitu ambavyo havitawasaidia mbele, vitawaharibu. Asubuhi tumeongea kuhusu habari ya Timotheo kupata mafundisho mazuri ya Mungu kutoka kwa wazazi wake. Kwa hiyo unaweza ukawa na hiyo tabia katika eneo hilo nililolisema, umelirithi kutoka nyumbani ama mazingira ama aina ya maisha uliokuzwa. Lakini hiyo haikupunguzii mwendo wewe kuanza sasa hivi kuwa msafi. Kauli mbiu, usinipunguzie mwendo, mimi ni mtu wa kuigwa. Mimi ni mtu wa kuigwa. Hata hapa niliposimama, ukirudi madhabahuni kwako, uwe unafanya kama kimekupendeza na unaona ni utukufu kwa Mungu, fanya. Unasema mama askofu alikuwa anafanya hivi. Alikuwa na utulivu. Alikuwa anaongea kitu unasikiliza. Alikuwa pepesi macho. Unajua kuna mwingine anahubiri au anaongea. Kwa hiyo Yesu alipofika pale Galilaya yani ya nje unayataka na kuhudumia watu unataka. Huo sio utumishi. Kwa hiyo wale wanafunzi yule ni shemasi. Hiyo sio huduma. Huo sio utaratibu. Hakuna utaratibu wa kufanya huduma huku unajichanganya. Kwa hiyo turudi kwenye usafi. Kwamba usafi unaweza ukawa umekubadilisha kutokana na mazingira ulioishi ama ni tabia. Lakini sifa ya mwanamke yeyote ni usafi. Na usafi unaanzia kwako wewe mwenyewe. Kama nilivyokwisha kusema, lazima uwe nadhifu. Uwe na muonekano wa kukubalika. Uwe ni mtu wa kuigwa. Usitupie tu nguo, umeamka asubuhi ni hiyo hiyo umetupia. Usitupie tu kijora hicho asubuhi mpaka jioni umetupia. Kuwa mama wa mfano wa kuigwa katika eneo la usafi. Usafi unaanzia kwako mwenyewe. Vitu vikubwa ambavyo mwanamke yeyote ndani ya nyumba anatakiwa kuvizingatia na kuzingatia usafi katika maeneo hayo ni jikoni, ni maliwatoni na chumbani. Sehemu 3 ambazo tunakaguana wanawake. Mimi nikiingia kwako, cha kwanza kama una jiko, nitaangalia jikoni kwako. Cha pili nitaenda bafuni kwako na chooni. Chumbani sitaweza kuingia, lakini nikishajiridhisha kwa hayo maeneo mawili najua huyu ni msafi. Na sisi tunafundishana hapa kusemana, tunafundishana kuelekezana. Na sisi inatugharimu sana kwa sababu sio tu kama mwanamke unatakiwa kuwa msafi, lakini umebeba huduma ya umama mchungaji. Watu wanaingia na kutoka kwako maeneo kutoka sehemu mbalimbali
watu wa aina tofauti tofauti. Nikasema hapa tabia pia za kondoo zetu. Anakuta nyumba yako haina standard ya usafi, anaenda kukutangaza huko nje, pale hata maji usiombe, hapa fai. Haleluya. Ni somo gumu kidogo, lakini tulimeze. Hata mimi najifunza napoenda. Si kwamba mimi ni msafi sana, lakini kile ambacho naweza kuwafundisha nawafundisha, na kile ambacho nikienda kwa mwingine nikajifunza najifunza. Bwana Yesu asifiwe. Usafi uanzie kwako. Maeneo matatu niliyoyasema hakikisha ni masafi. Ukiingia jikoni kwako, kabla hujaanza kupika, hakikisha chombo ni kisafi. Kila chombo kiwe kisafi, ndio unaanza kupika. Wanawake wengine anaweka beseni asubuhi mpaka jioni, kila akipika anatumbukiza, nitaosha mpaka jioni, ndio anasema sasa ngoja nilivute ili beseni nioshe. Huo ni uchafu. Kabla hujaanza kupika, hakikisha jiko ni safi, vyombo vyote ni visafi, sufuria unalopikia ni safi, chombo utakachotumia kama ni kukatia bakuli, nyanya, vitunguu ni safi. Na kamata chombo, bakuli linateleza mafuta, huo ni uchafu. Hapana. Unasema si nimechemshia tu nyama nikabadilishia mchuzi, kwa hiyo ngoja tu niweke nyanya. Hapana, huo ni uchafu. Mwiko unasongea, unapikia mboga ya majani, unakung'uta, unaugeuza, hauna mchicha uliobaki, unaenda kuungia nyama au maharage. Huo ni uchafu. Kwa anza na usafi wako mwenyewe. Jiko lako hakikisha unaingia kupika ni safi, limefagiliwa, vyombo ni visafi, masufuria ni masafi. Mimi huwa nawaambia mabinti zangu, akiniletea sufuria namwambia, unajua unamletea mama mchungaji sufuria, liangalie mara 2. Kwa hiyo wanaanza kulioshia kule. Nikiitisha tu leta masufuria, naingia kupika, wanaanza kusafisha kuanzia jiko la nje, kwa sababu napikiaga ndani, kuanzia kule. Wengine wana neema, tunatumia gesi. Amesongea binti ugali hapo na maunga, unaitisha njoo nipike, unakuta maunga kwenye jiko. Huo ni uchafu. Safisha kila kitu kabla hujaanza kupika, na ukimaliza kupika safisha. Sifa ya mwanamke ni chombo kisafi. Sifa ya mwanamke ni chombo awe na vyombo. Sifa ya mwanamke chombo kilicho kizuri. Kinaweza kisiwe cha gharama, ni vile tunapita Kariakoo 1,000, 500, ni kizuri, tumia hicho. Vikombe 2 kuanzia Januari mpaka Disemba, una vikombe 2. Umepatwa na wageni ghafla 4, una vikombe 2. Ni aibu. Yaani kuna vile vitu ambavyo ni vya muhimu. Nikiamka asubuhi, natakiwa ninywe chai, lazima niwe na vikombe. Natakiwa nile vitafunio, lazima niwe na sahani, hata kama ni 2, 3, ziwe hata za plastiki, hata mfupa, zilizo safi, nadhifu. Natakiwa niwe na chupa ya chai. Chupa ya chai ukiangalia ndani ni nyeusi. Mimi huwa nakagua, niko sensitive. Watu wa waumini wangu hapa wananifahamu, hasa wale ambao ni viongozi wa mama viongozi. Wanasema unampelekea mama askofu, osha tena. Na kweli, kwa sababu utaweza ukaniletea chupa nikaiangalia humo ndani, yaani ina ukungu. Ukitumia chupa muda mrefu inaweka ukungu mpaka unakuwa mweusi. Hapana, osha. Unaniletea kikombe, amenywea kingine, umeshakisuuza hapo, ukileta nikiangalia hivi huku nje kuna michirizi. Na maana yule aliyekuwa anakunywa akiacha hivi mchirizi unadondoka. Alafu wewe unaniletea ninywe mimi. Nakwambia rudi na kikombe chako, nimeshiba, asante. Kuna vitu vidogo vidogo lakini ambavyo ni vya muhimu sana kama mwanamke na kama mama mtumishi unatakiwa uvisimamie, hasa kwenye eneo la usafi. Bwana Yesu asifiwe. Usafi wa maliwatoni. Tumetoka jikoni. Na hayo ni maeneo makubwa mawili ambayo kila mtu anapita. Jikoni panapitika sana, bafuni na chooni panapitika sana.
Siku hizi zipo hata sabuni za shilingi 1000 za kutengeneza. Wamama wajasiriamali wengi wanatengeneza, na wengine hapa najua tunatengeneza. Hakikisha choo chako ni kisafi. Choo chako kinanukia vizuri. Mtu akiingia anasema, nimeingia nataka nitumie. Ana amani. Sabuni ya 1000 tu. Usafi hauhitaji vitu vya gharama, my dear. Vitu vya gharama ndogo tu vinakuonyesha kwamba wewe ni msafi ama ni mchafu. Wapo watu ambao wana nguo 2 na wanazivaa wiki na wanaonekana nadhifu kila itwapo leo. Hakikisha bafuni kwako ni kusafi, hakukosi sabuni, hakukosi maji. Wapo wanawake wengine tunapenda kula vizuri, lakini nikikwambia nipeleke bafuni kwako au chooni, sirudi tena. Wengine wanasingizia ni nyumba za kupanga tunashare. Hata kama ni nyumba ya kupanga, unajua una wageni wako, omba zamu wiki hiyo. Wewe usafishe muda wote, pawe pasafi. Na hata usiombe zamu, fanya usafi. Ndio sifa ya mwanamke yeyote. Wamekojoa tu, mikojo ina harufu. Mimi naweka maji, mtu akienda kujisaidia haja kubwa, hata ndogo ni chafu, ni uchafu, ina harufu. Safisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Usafi kwa mume wako. Kama nilivyosema, kanuni za madhabahu, unadhifu. Sasa kama mume atatoka nyumbani hayuko kwenye hali ya usafi, akija madhabahuni anaonekanaje mbele za watu? Kwa sababu nyie, wewe na mume wako ni watu wa kuigwa. Kama baba mchungaji shati yake linaonekana chafu, kama baba mchungaji havai soksi, watu watajifunza nini? Mkanda umechubuka mpaka umechubuka tena. Michezo mnayocheza na vikoba, hizo hela mnapeleka wapi? Mimi nikipokea, kitu cha kwanza naanza kuangalia, mume wangu hana vesti, mume wangu hana mashati, mume wangu hana soksi, mume wangu hana leso, na hivyo vyote vinahitajika katika huduma na mahali anapokwenda, na vinunua. Nimepokea 150 ya mume, kwanza nimweke sawa. 50 sasa ndio naanza kujipongeza. Lakini wewe ukipokea unaenda kukata vitambaa aina 5, unapeleka kwa fundi. Hela imeisha, mashono na vitambaa kuishne. Huyo baba atajijua. Cha kwanza, mume wako awe msafi. Kama alivyosema kwa habari ya chakula, na kwenye usafi ni vivyo hivyo. Mume anatumia mswaki miezi 6. Miezi 6. Na kwa nini mume wako aogee jamaa wakati kuna sabuni ya jivu inayonukia shilingi 500? Kwa nini mume wako asipake mafuta? Wapo wanaume wanaopaka sabuni wakati kuna mafuta ya baby care shilingi 1000. Mpe apake. Sasa niwaambie, mimi ninapanga kila kitu. Nanunua sabuni hizi za mume wangu na niko makini. Miswaki nanunua ule mkanda ni wa mume wangu. Mkanda wa mswaki 3000 jumla. Unaenda. Sabuni zake hata kama uwezo wangu ni wa kununua, wapo uwezo wao wa kununua Dovu, sabuni kubwa kubwa, Deto zile kubwa. Lakini wapo wa kununua Jivu, nayo ni sabuni 500, inanukia vizuri, iko hapo ya mume wangu. Mswaki nambadilisha kila baada ya mwezi, na kikontena changu, dawa ya mswaki na hakikisha ipo. Unaenda kwa watoto, dawa ya mswaki unatumia na watoto. Dawa ya mswaki ni yako na mume wako, na za watoto ni za watoto. Kwani white dent shingapi? Shingapi? Ipo hata 2000. Kwa nini usimheshimishe mume wako ajione kwamba na mimi ni mfalme humu ndani? Weka white dent yako, mwekeka mswaki chake, mwekeka sabuni kake. Unaanza sabuni inatembea kuanzia kwa watoto mpaka kwa baba, hiyo anaogea, inazunguka, inaenda, inazunguka, hiyo. Mtofautishe, yule ni mfalme. Yule ni mume wako, ni mfalme. Yaani mume wako lazima awe na utofauti na watoto. Bwana Yesu asifiwe.
Hakikisha mume wako ana utofauti. Kuna huduma ambazo anapata wengine hawapati, unamtofauti. Huyo ndio mfalme wako. Yesu asifiwe. Sasa una mfalme mwingine nani? Mimi na mfalme wangu aliye safi, na yuko hivyo alivyo kwa sababu na mimi ndivyo ninavyomweka. Mnamwona anapendeza, anafanya nini? Nakea wapenzi. Hivi niwaambie leo nafunguka kwa sababu tu kwa mama wachungaji. Mimi najali, hakuna mfano. Miswaki nambadilishia, sabuni naweka hapo. Muulizeni, mara nyingine huwa nazipanga sabuni. Kwa nini? Kwa sababu nasikia nikienda hii nzuri, hii itamfaa, hii itamfaa. Kwa hiyo unakuta kwenye bafu lake naweka sabuni nyingi. Anasema sasa mbona kila sabuni? Namwambia yani siku hiyo unavyoingia maji yako hayo, ile ambayo itakunukia kwenye kampua nzuri, tumia hiyo baba. Hii ni kwa ajili yako. Karibu mfalme, jimwage. Usipompendezesha mume wako utampendezesha nani? Au nani ampendezeshe? Nani amweke msafi? Nani hamjali? Ni wewe mama mchungaji. Unapokea kikoba, unashindwa kununua vesti 2 za shilingi 6,000, 3,000 vesti 2. Mume anavaa shati, kifungo kikifunguka hapa unaona kifua. Hicho kifua ni cha wote, ni cha kwako. My dear, pea soksi shingapi? Kwa nini unamtembeza mume wako na makubaze na viatu ambavyo havina soksi? Kiwi ile shingapi? 1,000. Brushi 1,000. Yaani ukipiga mahesabu ile aliyopokea kikoba 30,000, ukimtumia 10,000 tu akatumia yeye, huoni kwamba umejiongeza thamani? Unapoishi jaribu kujiongeza thamani mbele za watu. Siku moja nawafundisha watoto wangu kwenye kipindi cha dini nyumbani, nikawaambia hakikisha unapokaa katikati ya watu waione thamani yako na umuhimu wako. Sio, nikawa nawaambia sio unaenda sehemu au umeenda kusalimia ndugu, wanasema unaondoka lini? Yaani huyo binti wa mama Elisa aondoke, hatumtaki. Waseme huyu binti usiondoke. Kwa jinsi ulivyoishi na sisi na mambo tunayoona kwako, endelea kukaa hapa. Kwa hiyo jiongeze thamani kwa mume wako. Jiongeze thamani kwa mume wako kwa vitu vya namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Amena. Usafi wa 3, kujali nyumba yako na watoto. Tuanze watoto. Haikai vizuri zaidi kama wewe mama mchungaji utapendeza sana, alafu watoto wako watakuja hapa wanandala, wewe umetinga, wanakuja kanisani wako wachafu. Watoto wajali kwa usafi, mavazi, na kama tulivyosema kwa tabia kama Timotheo. Usafi wa nyumba, maeneo mengine. Kuna vitu ambavyo wanawake tunajisahau sana. Unaliweka pazia miezi 3 hujalifua, pazia tu la kwenye dirisha, hujapita kwenye dirisha lako kufuta vumbi. Buibui wamejaa, unasema hii nyumba ndefu sifiki. Kama mwanamke msafi utatafuta namna ya kusafisha. Na kuna vitu ambavyo tunapita usoni tu, hapa usoni tu, yaani unafanya hapa tu, lakini mtu mwingine ambaye yuko makini akifika akaangalia hivi, feni na vumbi. Buibui wamejaa, pazia mpaka ukilikunguta hivi linadondosha vumbi. Nyumba ya mama mchungaji ambayo inaingiliwa na watu kila siku. Usafi, usafi, usafi. Bwana Yesu asifiwe. Sufuria lisikae juu ya kiti, mwiko usikae juu ya kitanda. Unasonga ugali unaloweka na mwiko. Kakwambia nani mwiko wa ugali unalowekwa? Unamaliza kusonga ugali unaosha mwiko wako. Ninaposema hivyo naenda na kwenye yale maeneo yetu ya chakula cha usiku. Kwani ukila chakula cha usiku ule mwiko huwa usafishi? Au utajijua? Hamjanielewa? Mtanielewa mbele ya safari. Kwa hiyo ni marufuku kuloweka mwiko. Safisha mwiko wa ugali. Unasonga sufuria la ugali, utaliloweka sawa, litachukua muda, lakini mwiko uoshe. Vijiko osha. Vyombo vyako safisha. Jipende, nunua vyombo, na usinunue vyombo vikakaa kwenye makabati kama maonyesho. Tumia. Unataka nani atumie?
Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nasema ni mfano wa kuigwa, na sitaacha kusema. Mmeingia hapa asubuhi, mmekula sahani na kikombe, mmeona standard Aha, jipende mwenyewe. Unataka hivyo vyombo vizuri, atumie nani? Hivyo ni vyombo vya kanisa la Boko, na huwa tunafundishana, tunawaambia weka mambo mazuri, fanya vitu vizuri. Vyombo ulivyotumia, umecheza mchezo mwaka mzima, umevunja kikoba, umeenda kununua blender, umeenda kununua madina seti, afu unayaficha kwenye kabati, atumie nani? Tumia, jipende, tumia vitu vyako vizuri, na mume wako msevie vitu vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Unamsevia mume jagi limekatika mkono, hilo hilo, si maji mara moja tu, si maji mara moja tu, unamimina hapo hapo, umeondoka. Weka chombo ulichotumia, ukiweke mezani, kikwambie kweli niko vizuri. Chombo kinakwambia hilo umenileta, kwani unaona nimevunjika? Wewe unione nilivyo ninavyofanana kweli? Chombo kina masizi, unapeleka sahani na masizi, mtu ale chakula. Wengine wanakula kwa kuheshimu tu, ni huduma, nitafanya nini hata nile, lakini anaondoka na masikitiko kwamba huyu mama sio msafi. Unafagilia ufagio mpaka unaisha, mpaka unauwekea upande mmoja, yani umelika nusu ufagio huu wa kusimama, nusu umeisha, kale kanusu bado unaendelea kufagia. Ufagio wa shilingi 3000. Jamani, nikawaambia mabinti siku moja nitawafundisha somo la kujitambua. Nyie wanawake wa mabinti hamjitambui. Una mtoto mdogo anakojoa hapo, eti nimeweka hapa nguo kwa sababu ni chafu, nitazifua kesho. Unachukua gauni lako unafutia mkojo. Huko ni kuto kujitambua. Huna dekio. Kila chombo kifanye kazi yake. Dekio lideki uchafu, nguo ifuliwe, sio nguo inafaa kuwa dekio. Wapo hao uvivu tu, leta bwana hiyo kanga yangu nitaifua kesho, anachukua nafutia mkojo. Huo ni uchafu. Kuto kujitambua, kutaka kurahisisha mambo, hasa sisi wenye watoto. Sasa kama wewe ni mfano wa kuigwa, mama mchungaji, unayatenda hayo hata kanisani, waumini wanaona, wao wafanyeje? Mara mbili yake, yaani wanakuwa mchafu mara mchafu. Chumbani, hakikisha chumba chako ni nadhifu. Sasa haya hayana mistari ya Biblia, haya ni maisha tunafundishana. Hakikisha chumba chako ni kisafi. Hakikisha ni mama ambaye unanunua mashuka na kuyabadilisha, unafua mashuka, chumba kiko nadhifu. Na usifanye pale wageni tu wanapokuja ndio unakuwa hivyo. Wakati wote tujue hiyo ndiyo tabia yako. Baba analalia shuka wiki, tunakula chakula chetu pale, uchafu pale, kila kitu pale, hilo hilo analilalia, panakauka, unaendelea hilo hilo. Jamani, huo ni uchafu wa aina gani? Wanaume wetu wengine wana hali ya kutokwa na jasho, kwa hiyo akilalia shuka ametoka jasho, na wewe ni hapo hapo, twende wiki nzima hakuna kufua. Ng'ombe halemewi na nunduye. Hakuna mwanamke ambaye amesema nimeichoka nyumba yangu sana. Ukifukuzwa ukiambiwa rudi kwenu, unasema hapa ndio kwetu. Uongo kweli? Kwetu. Sasa kama ni kwenu, paweke paonekane kama kweli ni kwako, ni kwenu. Usafi wa kila mahali, pita kila mahali, safisha chumba chako, chini ya uvungu weka sehemu nadhifu. Jipende. Nguo unarunda, nyingine inakaa hapo, nyingine iko chini, nyingine unakuta juu ya nini, kiatu juu ya nguo, sijui, yani ovyo tu. Hapana. Nunua vitu vyako vizuri, hata kama havitakuwa vya gharama kubwa. Vipo ambavyo ni vizuri na ni nadhifu. Nunua vyombo vyako vizuri na uvitumie. Mweke mume wako katika hali ya usafi wa hali ya juu, akubalike mbele za watu,
aonekane kwamba kweli yule ni baba mchungaji, yule ni baba mwenye mke, yule ni baba fulani, yule ni mme wa fulani. Jamani, amepita pale. Mpe chakula kizuri kama alivyotufundisha katibu, kitamu, kisafi. Jua ratiba yake, jua nini anapenda. Kwa mfano mimi nijitolee binafsi, mume wangu mimi hapendi nyama, lakini si kwamba akija kwenu hata kula nyama, ukimwekea na kula, lakini anapenda zile mboga za kawaida tu. Kwa hiyo nikifanikiwa, mara nyingi huwa nanunua. Uwe mwanamke mbunifu wa kujua kutengeneza vitu mbalimbali, vyakula mbalimbali. Nikifanikiwa huwa nampikia, nachanganya maharage mabichi na njegere. Glasi 2 za njegere 2,000, glasi 1 ya maharage mabichi 1,000, 3,000. Huo mlo unaenda, anakula mara hizo 2 mpaka 3. Si ni chakula chake tu na anafurahi. Kitunguu changu kama karoti ipo, haya maharage yangu niliyochemsha yaliyochanganywa na njegere yameiva, naweka pale mezani, na katakata kama na mamboga mboga, naweka mamboga mboga hayo. Sasa ndio mchanganyiko wa vitunguu, kabichi, sijui vitu gani, nachanganya, unamwekea hapo na kawali chake, anakula, anafurahi. Uwe mwanamke mbunifu. Sio kila siku unawalisha watoto wako maharage, 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 maharage. Jamani, kuna mboga nyingine mbadala wa maharage. Kuna choroko. Ushawahi kupika choroko ukawapikia watoto wako? Ushawahi kupika njegere? Au kila siku bandika maharage, nusu kilo maharage kwa mangi, nusu kilo maharage kwa mangi, nusu kilo. Watoto ndio wanapenda. Uwe mwanamke mbunifu wa kuchanganya vyakula ambavyo vina bei, ambavyo wewe unaweza ukanunua. Tena unaweza kukuta choroko na bei ya chini kuliko hata hayo maharage unayoyasema kila siku. Kuwa mwanamke mbunifu wa kuchanganya vyakula. Tupo hapa wanawake ambao hatujui kusukuma chapati, na mimi ni mmoja wapo, lakini naipenda hatari. Napambana hivyo hivyo, atakula tu. Kwa nini? Kwa sababu sitaki kumlisha kila siku muhogo, sitaki kumlisha kila siku mandazi, sitaki kumlisha kila siku kitu cha aina moja. Hakuna kitu kinachomshinda mwanamke. Wanawake tumeombiwa utayari, tumeombiwa ubunifu, tumeombiwa kujitoa. Hakuna linalomshinda. Ukiona kanisa linasonga mbele, ujue wanawake wa mahali hapo wamesimama. Chunguza ibada za kawaida. Makanisani ukiingia, walioko wengi ni nani? Wanawake. Vikundi vya maombi walioko wengi ni nani? Wanawake. Kwaya zetu walioko wengi ni nani? Sasa kwa nini unajidharau? Wewe ni jembe, zaidi ya jembe, bulldozer. Wewe ni moyo, unasukuma damu kila eneo la mwili, kwenye kidole mpaka cha chini kinapata damu. Moyo huo umepampu, kichwani inaenda, mikononi inaenda, miguuni inaenda, kila mahali. Mwanamke ni moyo wa familia, moyo wa familia unaosukuma damu kila mahali na kuchuja chafu inayokuja. Uo usafi unakuja mpaka kwenye madhabahu kama tulivyosema asubuhi. Kwa hiyo unapoanzia nyumbani kwa habari ya usafi, hakikisha hiyo roho inakuja mpaka madhabahuni. Wapendwa, uchafu ni roho, usafi ni roho. Unaweza ukaikataa na isikupate, ni uamuzi wako tu. Ni roho zinazotembea. Na uone roho katika familia, roho huwa zinatembea. Unaweza ukakuta kitoto kiongo, niwatolee mfano, muongo kweli. Umezaa mtoto, umepambana, bado ana uongo tu. Mtu anakuambia, wale wazee anakuambia, shangazi ya mama yako alikuwa hivyo hivyo muongo. Kizazi cha 3 mpaka cha 4. Kwa hiyo kuna tabia zinazotembea. Sasa una neema kama mama mchungaji ama mama mtumishi kuikata hiyo roho, kuikataa kwako isipite, na kwa kizazi chako isipite, kwa watoto na kwa watoto wa watoto wako. Zipo roho zinazotembea.
Ukisoma Kumbukumbu la Torati sura ya 5 ya 6, sura ya 5 nadhani, sura ya 6, sura ya 6 Kumbukumbu la Torati kuanzia mstari wa 4, neno la Mungu linasema, sikiza Israeli, Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja. Nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote. Na maneno haya ninayokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako, nawe uwafundishe watoto wako kwa bidii. Uwafundishe watoto wako kwa bidii na kuyanena uketipo katika nyumba yako na utembeapo njiani na ulalapo na uondokapo. Yafunge yawe dalili juu ya mkono wako, nayo yatakuwa kama utebe katikati ya macho yako. Tena yaandike juu ya miimo ya nyumba yako na juu ya malango yako. Anamaanisha nini? Kwamba wewe ndiye mwalimu wa kwanza wa kufundisha familia yako. Wewe ndiwe mtu wa kwanza wa kukataa roho chafu zinazoweza kutembea kwa familia yako. Wewe ndiwe mtu wa kwanza, mzaliwa wa kwanza kwenye familia, Mungu aliyekuchagua kuwa mama mchungaji. Maana wengine hapa ukoo mzima mama mchungaji ni wewe tu. Mungu anakupa hicho kiti kwa nini? Kwa sababu anataka ubebe mafuta ambayo yanaweza yakasimamisha tabia chafu na kuzikataa roho chafu za ukoo zinazotembea kutoka mababu na mababu za kurithishwa. Mtoto wako amekuwa muongo kwa sababu shangazi ya baba yako alikuwa muongo. Hiyo roho ni ya kukataa. Mtoto wako anakuwa mchafu kwa sababu kuna watu, wewe unaweza kuwa msafi, yeye amekuwa hivyo. Ni roho inatembea. Kwa hiyo hizo roho ni za kuzikataa. Uchafu ni roho, usafi ni roho, uzinzi ni roho, uongo ni roho. Kuna roho ambazo unatakiwa uzikatae mapema. Ndio maana tunasema ombea kizazi chako. Kamata tumbo lako, sema uzao wangu hautamezwa na ibilisi. Ninakataa kwa jina la Yesu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu amekuteua wewe, ni mzaliwa wa kwanza kama mama mchungaji kwenye ukoo wako. Kwa hiyo ubebe maono, ubebe ukoo kwa kuombea na kufundisha watu mambo yaliyo mazuri mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Twende sasa kwenye somo lingine. Kwenye usafi kuna swali? Kwa hiyo mimi nikija kwako usifanye kwa sababu amekuja mama askofu lakini ninahitaji, nakuja unanihudumia, nitakuhudumia, lakini pia nakagua. Bwana Yesu asifiwe. Nikiweka tu mguu wangu wa kwanza naangalia sebule. Nikiona mwiko juu ya kochi nasema umefeli. Ukija ukanipigia goti unanipa glasi naiangalia, hata kama ni kikombe cha plastiki. Nikifanya hivi kinateleza mafuta ya samaki au kinanuka samaki, umefeli. Sasa msiogope, lakini ni vizuri kufundishana mambo kama haya, si ndio? Tunajengana wapenzi. Na mimi ninavyofundisha sio kwamba na mimi ni msafi sana, lakini napenda usafi. Na mimi sio kwamba ni msafi sana, hapana. Unaweza kuja kwangu ukakuta kuna kitu ambacho hakiko sawa. Bwana Yesu asifiwe. Haya, swali. Bwana Yesu asifiwe. Sina swali, ila mimi naomba mnisaidie kuhusu hapa swala la usafi. Nimekutana na changamoto huko nilikoenda. Bwana Yesu asifiwe. Nimekutana na changamoto huko nilikoenda kwenye nyumba za kupanga. Nimekutana na huyo dada, yaani unajua uchafu ni mchafu. Ikabidi sasa mimi niseme, maana tumeshakaa vikao karibia mara 3 na mwenye nyumba. Anapanga zamu, ananipangia zamu, anapangiwa zamu. Ikifika siku ya zamu yake anafanya mbele tu basi.
chooni hafanyi, ndani kwake anapikia ndani, akimaliza ule uchafu anaukokota na kutoa sebleni, afu anauacha pale pale, na nyie ndio njia ya kutokea nje. Nafanya usafi kila wakati. Ikabidi baba mwenye nyumba aseme sasa itabidi tutafute mtu atoke nje aje afanyeje? Kukumbushana, ni kukumbushana. Kwa hiyo ukiwa unafanya kitu ambacho unaona hakiko kwenye hali ya usafi, nikumbuke mimi nimesimama hapa kwenye madhabahu ya kioo. Mama askofu alisema na hapa alisema ufagio huu inanihusu, ninunue ufagio mwingine. Dekio hapa linanihusu. Wamama wengine unaipua sufuria na nguo yako. Kakwambia nani? Kitenge chako hicho hicho hapo hapo unaipua sufuria. Nani kasema? Uwe na kitambaa cha kuepua sufuria, uwe na kitambaa cha kukausha vyombo. Dekio lako lazima liwe safi. Mimi kitu cha kwanza, umedeki nyumba yako vizuri, nafika mlangoni nakuta dekio likiwa leusi, uchafu. Ina maana yale maji ambayo unakamua ni meusi, yameshakuwa mpaka, yani mtu anakuwa dekio mpaka akikamua yale maji, dekio lile uji ule mweusi, alafu anadeki eti na deki. Unadeki unachafua. Haudeki, unapaka uchafu. Tukisimama kwenye hili somo la usafi tutakesha. Kwa mimi tutakesha. Kwa mimi tutakesha. Maji meusi unakamua eti napitisha ya kwanza. Unapitisha uchafu wetu, unadhani unatoa uchafu. Maji meusi. Unaangalia, unaenda kumwaga. Ukija kulikamua tena unapitisha eti ya pili. Bado maji ni meusi, uchafu. Dekio lako hakikisha unalifua. Kila ukimaliza kudeki unalifua. Safi. Ukija kudeki tena mara ya pili, liko katika hali ya usafi. Kwa hiyo unapitisha, unadeki na kuwa safi. Na ukiangalia nyumba yako unavutiwa, ni safi. Wale wenye wadada sasa, sisi hapa. Dada, futa hapa. Dada, yani ni dada asubuhi mpaka jioni, dada. Nawaambia hivi, na mimi watoto wangu huwa nawaambia wa kike. Mtu akiingia kwenye hii nyumba ya Rabista akakuta vitu haviko sawa, hawatasema dada ni mchafu, watasema Rabista ni mchafu. Sijui hilo huwa unalifikiria. Kwa hiyo nikiingia kwako nikakuta chombo ni kichafu, sitasema dada msichana wake mchafu. Mama mchungaji Shemaya mchafu. Weka na wadada zako 6 hapo, wasichana wako wa kazi, kwa sababu wanaiga kwako. Mimi naweza nikawapaki wadada. Siku hiyo nimeamua tu niwaonyeshe kwamba naweza kufanya. Na wapaki. Naamka na deki na safisha. Akiamka saa 1 ameamka, wanachanganyikiwa wakifika pale jikoni wananikuta kila kitu nimefanya ni kusafi. Anabaki tu mama shikamoo. Hana cha kufanya. Na mara kienda kinyume nawaambia mkalale, nitawaamsha chakula kikiiva mle. Mkimaliza bebeni simu zenu mkachati mkalale, nitawaamsha usiku niwakaribishe mje kula. Kwa sababu mwisho wa siku wadada wanaondoka na mimi Rabista na nyumba yangu. Mimi ndio mama mwenye nyumba. Dada sio mama mwenye nyumba. Mwenye nyumba ni mimi. Na kitu chochote kikienda tofauti, atakaye kuwa wa kwanza kuulizwa ni mimi, sio dada. Na wanawake wengi wamekuwa wakisingizia madada. Dada hajafanya. Yaani huyu dada wa nini? Dada kesho anaolewa. Dada kesho ataenda kwao. Dada kesho hayupo. Wewe hapo kwako milele mpaka unakufa. Waingize tu jeneza ndio umeondoka hapo. Lakini hapo ni kwako. Huyo dada anaweza kaamka kesho asubuhi akasema nimechoka kazi na urudi kwetu. Haya, ulikuwa ni mchafu wa kusubiri kila kitu kufanyiwa. Kesho kutwa mume wako akikwambia askofu anakuja kututembelea, unaanza kuvuta mdomo mpaka huko. Kwa sababu ulishamzoea dada. Wewe mwenyewe sio msafi, ufanyi kazi. Umeshazoea dada akufanyie. Kwa hiyo unaona ni mzigo. Wamama jitambue na uwe tayari kutenda mambo yako mwenyewe kwenye nyumba yako. Bwana Yesu asifiwe. Tumesema kwa habari ya usafi, nadhani watu mmepata kitu. Amina. Narudi maliwatoni. Ndoo zile tunazotumia na vile vikopo vyeusi cha chooni, unajitetea cha chooni. Kakwambia nani chooni ndio panatakiwa pakae vitu vichafu? Kule ndio panatakiwa kukae vitu visafi. Osha chombo chako cha kikombe, osha ndoo yako.
Ndio sehemu ambayo inatakiwa ikae vitu visafi, chooni na jikoni. Ndipo ninapokupimia mimi kama mimi ama mtu mwingine, viwe visafi. Fagio wa chooni ni mchafu. Au kile utakachoochea ndoo ya jichooni ndio hiyo unaenda kusuzia chombo chako, sufuria unabandikia. Jamani, washa hizo. Hapana kabisa. Vya chooni, vya jikoni. Ni marufuku kurundika vyombo. Nilishasema kabla hujaanza kupika hakikisha chombo na jiko ni safi. Mwanamke na utumishi, somo lingine. Mwanamke na utumishi. Kama nilivyokwisha kusema kwamba wanawake ni watu ambao tumebeba huduma nyingi na kubwa. Ni sisi wanawake, una huduma kubwa na ni nyingi. Na nikasema ukiangalia makanisa mengi, asilimia kubwa vikundi vya maombi, kwaya na vitu vinavyobadilika katika kanisa, wanaofanya kwa kiasi kikubwa ni wanawake sisi. Na wanawake wanakuwa wengi kanisani. Kwa nini? Kwa sababu tuna tabia ya uungu. Tabia ya uungu ni ipi? Tabia ya kutengeneza, tabia ya kuanzisha jambo, tabia ya kufikiria, tabia ya kuona mapungufu. Mwanaume anaweza akaingia hapa asione mapungufu kwa hivi tulivyokaa, lakini mimi sasa hivi nikiingia hapo tayari tulivyokaa hapa kuna mapungufu. Niulize yapi? Angalia ile chupa, ule kwangu mimi ni uchafu, haitakiwi kae pale. Unaona hizi kayamba ni mimi nilizitoa, lakini nimefanya kosa za kuziacha hapo, zitakuwa zirudi sehemu yake. Angalia mpangilio wa viti. Yaani inatakiwa uwe ni mwanamke wa kuweza kuona mapungufu, unakuwa na tabia ya uungu. Mwanamke ni mtu asiyekata tamaa. Jamani, tuna mgeni Jumapili, tayari mlishachangisha hata kama ni 500 na zawadi anapata. Huyo ndio mwanamke bwana. Sasa kama unaweza hayo yote, kwa nini haya mambo mengine madogo ya kushinde? Na idara inayobeba kanisa ni ya wanawake kanisani. Ukiona kanisa idara ya wanawake inalegalega, hilo kanisa nalo linalegalega. Na nguvu ya mchungaji, kuhani yoyote, kama tulivyosema, ni mke wake ambaye ndio mwanamke. Uwezo wa kubadilisha mazingira kwa dakika chache, uwezo wa kubadilisha tabia na mienendo ya watu, hata watoto wako ukianzia nyumbani, kwa muda mfupi. Kwa nini? Kwa sababu mwanamke ndio una uwezo wa kuongea, kusema, kunyoosha. Na mimi kuna mahali nilifundisha nikasema, hata Biblia imeandika, mtoto mpumbavu ni mzigo wa nani? Wa mama yake. Baba anahuzunika. Tukasome kitabu cha Mithali, kimeeleza sana kuhusu malezi ya wanawake, ya watoto kutoka kwa mwanamke na tabia tulizonazo. Baba anahuzunika tu, anapata uchungu tu. Kisoma Mithali 17 nadhani. Lakini mzigo ni wa kwako wewe mwanamke, unabeba wewe. Kwa hiyo Mungu amekupa uwezo wa kubadilisha mwenendo kwa maombi na kwa kusema. Hakikisha unapoishi na mume wako muwe na semi moja. Hiyo inatuua sana wanawake ndani ya nyumba. Uwe na usemi mmoja na mume wako katika malezi ya watoto. Usemi mmoja. Kama wale watu waliojenga mnara wa Babeli walikuwa na usemi mmoja, umoja wa hali ya juu. Sio mimi nakamata mtoto na mchapa, baba akija anasema kwa nini umemchapa? Au wewe baba anakamata anamchapa, wewe ukirudi unasema kwa nini umemchapa? Unanichapia watoto wangu. Mimi ndio nilienda leba miezi 9. Uchungu unaujua wewe. Huyo mtoto ni wenu, sio wa kwako. Na ngoja nikwambie, sisi wanawake ni watu wa kuzalisha. Anayekupa mbegu ni mwanaume. Ukisoma Biblia inasema Ibrahimu katika viuno vyake
amebeba watoto. Watoto wanakaa kwenye viuno vya wanaume, wao wanatupa mbegu, sisi tunazalisha mtoto. Anakuletea nyanya, kitunguu, mchele, nyama, wewe unampa chakula kilicho tayari, anakula. Anakujengea nyumba nzuri, anahangaika, anatafuta mafundi, analipa na nini, anaijenga, inakuwa nyumba. Wewe unaifanya sehemu salama ya watu kukaa, wewe ndio unaisafisha, wewe ndio utakayepokea wageni, wewe ndio lakini aliyejenga ni nani? Mwanaume. Kwa hiyo tunaandaliwa vitu, lakini wa kuviendeleza na kuvikuza ni sisi wanawake. Kuna sehemu moja nikasoma, anasema ukitaka kujua tabia ya mwanamke, nenda kamsemeshe. Kama ni mme na mke mmetofautiana, wewe msemeshe neno moja tu, ninakwambia mama fulani, hii tabia sipendi. Umempa neno moja, atakupa paragraph, peji nzima imejaa maneno. Huyo ndio mwanamke bwana. Si ulinitoa kwetu, kwa nini ulinioa, sijui nini na nini, maneno mpaka anajaza kurasa. Kwa hiyo mwanamke, sisi ni watu wa kupokea. Unapokea, unazalisha, lakini unazalisha kitu gani? Wewe ni chanzo cha huduma kukua ama kudidimia. Wewe ni chanzo cha maendeleo. Wewe ni chanzo cha mambo kubadilika katika familia. Wewe ni lango. Wewe ni lango la mambo yote. Yesu ambaye ni Mungu, wakati analetwa duniani alipitia kwa mwanamke. Kwa hiyo usijidharau. Na baada ya kuja katika utumishi wake, Yesu alifanya huduma zake nyingi na wanawake. Amekufa msalabani, wa kwanza kwenda ni wanawake. Ndio maana nikasema kanisa ukitaka kuona lina uhai, angalia lina wanawake kiasi gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tunapomtaja mwanamke tunataja mama, bibi, wanawake wazee wapo. Ukisoma Tito sura ya 2 kuanzia mstari wa 2 mpaka wa 5, wanatajwa hao wanawake wazee wapo, wawatie akili mabinti. Kwa na wao ni wanawake. Usiwe na mwanamke ambaye ni mtu mzima kanisani kwako akawa anajitetea, mimi nimeshazeeka, mimi ni si tuna mama mwasisi hapa anatufundisha kila itwapo leo. Wafundishe mabinti mwenendo mwema, wasiwe wasingiziaji, wachonganishi. Kwa hiyo peleka hili kwao, waambie wewe ni mama mtu mzima, lakini naomba unisaidie kusimamia hao wanawake kwa lengo la kuwajenga na kusimamia hao mabinti, asiwe chanzo cha kuua. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kitabu cha Matendo sura ya 2, wakati watu wanampokea Roho Mtakatifu, siku ile tunayoita ya Pentekoste, wanawake walikuwepo. Kwa hiyo hakuna mahali ambapo utamkwepa mwanamke, na kazi nyingi na utumishi alifanya mwanamke. Miriam dada yake Musa na Haruni alitumika kama nabii, alitumika kusaidia kaka zake kufanya huduma ya Mungu. Pamoja na kwamba alimkosea Musa kwa kumteta, akapigwa na ukoma, lakini alikuwa ni mwanamke aliyetumika. Kina Debora walitumika kama waamuzi, lakini manabii kwa wana wa Israeli ni mwanamke alitumika. Wapo wake wa makuhani kina Elizabeth, ukisoma kitabu cha Mathayo, Luka utawakuta walitumika kama wake wa wakuhani. Kwa hiyo mwanamke ni mtumishi, huna mahali ambapo unaweza kukwepa. Kuna mwanamke mmoja Ana aliyekuwa anakaa hekaluni mchana na usiku akiomba, mwanamke mjane, ukisoma Luka sura ya 2 mstari wa 36 mpaka 39. Wapo wanawake katika Biblia ambao waliwaokoa na kuwalinda waume zao. Abigaili ambaye alimlinda Nabali, Mikali aliyemlinda Daudi asiuawe na baba yake. Kuna kina Rahabu makahaba waliowaficha wapelelezi, ni mwanamke huyo. Rahabu mpaka anajulikana kwa sifa yake ukahaba, lakini angalia mwanamke huyu mambo aliyoyafanya, alifanya mambo makubwa sana. Kwanza
kwanza, pamoja na ukahaba wake, watu walitegemea angepokea wale wapelelezi, angetembea nao, angefanya nao kahaba, lakini aliwapokea akawaficha. Kwa nini? Kwa sababu nyuma yake alikuwa ameshapata taarifa za Mungu wa Israeli, kwamba ni Mungu ambaye anafanya mambo makubwa. Ukisoma kitabu cha Yoshua sura ya 2, kakisome chote. Napenda mtu awe anasoma. Kasome kitabu cha 2 cha Yoshua chote. Uangalie jinsi ambavyo Rahabu alifanya mambo makubwa. Alimtambua Mungu wa Israeli. Kwa hiyo alipowapokea wapelelezi wale wawili, akawaficha. Uwezo wa mwanamke wa kuweza kuhifadhi vitu, kuficha vitu, wa kutokupoteza. Uwezo wa mwanamke wa kutembelea fursa. Fursa ngapi kupitia kwa waumini au watu wa kawaida na ukaona sio fursa? Tumia hiyo fursa. Rahabu alitumia fursa ile, akaikulia yake na baba yake na mama yake na ndugu zake. Wakati kina Joshua anakuja kuiangamiza Yeriko, Rahabu alipona na familia yake na ndugu zake. Mwanamke ambaye alijulikana kama kahaba, lakini upande mwingine unakuja kumwona ameiponya familia. Kwa nini? Kwa sababu alificha wapelelezi, ukahaba akaweka pembeni, sifanyi matamanio. Wamekuja kuwakagua wale wapelelezi, akawaficha darini. Wameondoka, akawashukia wale wapelelezi, akawaambia, lakini mnihifadhi na mimi. Wakasema, tundika kitambaa chekundu kwenye dirisha, siku tutakapokuja kufanya maangamizi tuione ile alama ya uaminifu ya Rahabu, ya kitambaa chekundu katika dirisha. Kwa wema aliofanya kuwaficha wapelelezi, ulimwokoa yeye na familia yake. Wewe kama mama mchungaji, weka alama ya uaminifu kama Rahabu. Fanya jambo ambalo litaokoa watoto wako na familia yako na mume wako. Kama mama mtumishi, fanya jambo kuweka alama, kumwambia Mungu kwamba hii ni alama yangu, nahitaji familia yangu iokoke, nahitaji watoto wangu waokoke, nahitaji mume wangu waokoke. Alama gani umeweka kuokoa familia yako, kama kahaba Rahabu alivyoweka kuficha wapelelezi? Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe mwanamke ni ongezeko. Andika hiyo isikupite. Wewe ni ongezeko. Kama nilivyosema, unapewa, unazalisha. Wewe ni ongezeko. Ongezeko katika nyumba yako, ongezeko katika huduma. Ukiwa ni mfano wa kuigwa, ni watu wangapi utawabadilisha ukisimama kwenye nafasi yako? Ni wengi. Tunahitaji kuwa kama wewe. Kwa hiyo utapata watu wengi kwa kufanya ongezeko katika huduma unayoifanya na mume wako. Kama nilivyokwisha kusema asubuhi, wewe ni mtu mwombaji, muombolezaji. Uwe ni mama mkarimu, mtoaji, kama mwanamke Mshunami aliyepata mtoto baada ya kumpokea Elisha mtumishi wa Mungu. Kasome Wafalme sura ya 2, Wafalme wa pili sura ya 4, Wafalme wa pili sura ya 4. Angalia wale wanawake wawili wote, mmoja mjane, mmoja Mshunami, ambaye alimpokea mtumishi wa Mungu Elisha na akapata mtoto. Kwa nini? Kwa sababu tu ya yale aliyoyafanya kwa mtumishi wa Mungu. Mwanamke umepewa uwezo wa kutambua jambo la ziada. Ukisoma hii Wafalme wa pili sura ya 4, utaona huyu mwanamke Mshunami aliweza kutambua kwamba Elisha ni mtumishi wa Mungu na kumwambia mume wake, huyu mimi naona ni mtumishi wa Mungu, tumtengenezee chumba, tumwekee hivi. Kwa hiyo ukarimu wako wa kuweza kukaribisha wageni na kuweza kuishi na watu mbalimbali utakufanya upate kitu cha ziada. Ukarimu unakufanya upate kitu kingine zaidi. Ukarimu katika kutoa. Dorcas, mavazi aliyoshona, ukisoma Matendo sura ya 9, anawashonea wajane, anawasaidia watu. Yale mavazi yalimrudishia uhai. Wajane wakawa wanalia, huyu Dorcas alikuwa anatupa vitu, anatupa nguo, anatupa mavazi. Wakamtafuta Petro aende akaomba na uhai ukamrudia. Uwe ni mwanamke kuweza kurudisha uhai katika ndoa yako na huduma unayoifanya. Tumika ili uweze kurithisha yaliyo mema. Mwanamke ni mwalimu ambaye hajaenda shule.
Mwanamke ni mwalimu ambaye hajaenda shule. Mwanamke ni daktari. Wewe ni mwalimu, wewe ni daktari, wewe ni mjenzi. Acha yale mambo tunafundishwa mlinzi, mjenzi, sijui nini, lakini kuna hivi vitu vya ndani ambavyo mwanamke anavifanya hatuvioni. Mwalimu ambaye hajaenda shule, unawezaje kufundisha watoto wako vitu vizuri na shule hujaingia darasani? Hakuna mtu aliyepelekwa shule akaambiwa wewe unafundisha hivi watoto, wewe unafundisha hivi. Hakuna mwanamke ambaye alienda shule akaweza kukaa tongo macho usiku mzima kwa mtoto anayepata homa na kumshika tu, au mtoto anayelia akajua huyu ni homa. Kuna mwanamke akiangalia mtoto analia anajua hii ni njaa, huyu amekojoa, huyu anahitaji maji, na mtoto aseme. Si hapo hapo na watoto, lakini utashangaa anampa maji na mtoto hajamwambia, hawezi kuongea naomba maji. Akili ya ziada ambayo Mungu amekupa, analia, unajaribisha kila kitu. Hata hiyo akili ya kujaribisha kila kitu nani amekupa? Unasema huyu ni njaa, ukimpa nyonyo amenyamaza. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanamke ni nguzo ya kanisa, nguzo ya nyumbani, kama nilivyokwisha kusema, moyo. Mwanamke yoyote ambaye anatumika katika utumishi ambao ni wa kujitoa, yuko tayari wakati unaofaa na usiofaa. Wakati usiofaa ni upi? Umeshapanga ratiba zako, unapata muumini amepata shida, unataka kutoka, lakini anakukatisha hiyo safari na uendi na unaenda na muumini. Huo ni wakati usiofaa. Unapata wageni, ulibakiza chakula cha mume wako tu unawapa wageni. Huo ni wakati usiofaa. Utabaki kulalamika, hawajaniandaa. Yaani kwa nini hukuniandaa? Kwa nini hukuniambia? Si uniambia wageni. Kwani wakati Ibrahimu anatembelewa na wale malaika 2, 3 sijui, alimwandaa Sara? Wale wageni walimwambia? Yeye anapunga upepo kipindi cha hari, mchana anaona wageni hao. Kuna wageni ambao wanakuja bila maandalizi, hao nao uwapokee, kwa sababu wanaweza wakawa ni malaika. Kwa hiyo wakati usiofaa uwe tayari. Huyo ni mwanamke ambaye ni mtumishi, na wakati unaofaa yuko tayari. Bwana Yesu asifiwe. Mwanamke yoyote mtumishi hutenga muda wake kwa ajili ya Mungu. Ushawahi kutenga muda wako kwa ajili ya Mungu? Au ratiba yako inajaa asubuhi mpaka usiku kila siku? Tumefundishana hapa asubuhi kuhusu siku ya Sabato, na najua mkirudi huko hakuna mtu atakayeihalifu Sabato. Utaitoa Jumapili kwa Mungu, lakini lazima kila siku uwe na muda wako na Mungu. Una muda na Mungu? Uwe na muda na Mungu. Uwe na muda wa kuomba, uwe na muda wa kusoma neno, uwe na muda wa kuja kanisani kutenda mambo ya Mungu. Mwanamke ana jicho la tatu, jicho la tatu la kuona mapungufu na akayatekeleza. Uwe na mzigo wa kufanya kazi ya Mungu na huduma mbalimbali. Ni kweli tumeambiwa tuwe watumishi wa kufundisha. Wapo ambao wanaweza kufundisha na ni vizuri ukasimama hapo, lakini pia haikuzuii wewe kushindwa kufanya huduma zingine. Wapo wanawake ambao ni wafagiaji tu wa kanisa, ni wafanya usafi, ni mke wa mchungaji na anafanya usafi, ni mke wa mchungaji lakini yeye anaomba, na ndio huduma ambayo Mungu amempa ndani yake. Lakini ni vizuri zaidi, kwa kuwa wewe ni ongezeko, uwe na uwezo wa kufundisha. Na ukiwa na uwezo wa kufundisha utaaminika, utatambulika. Kama nilivyokwisha kusema, watasema mama mchungaji wetu anaweza hata kutupa neno. Utaenda kusalimia wagonjwa. Unajua kuna mama wachungaji wengine wanakwepa. Wapo waumini ni wepesi wa kwenda kusalimia watu. Mimi mmoja wapo ni mzito kwenda kusalimia waumini mfanye. Kwa hiyo wapo waumini ambao mnaenda kusalimia watu, siku hiyo umevutwa, naona dakwa, tunaenda kumwona mama fulani, unakwepa kwenda. Kwa nini? Kwa sababu utaambiwa utoe neno na huwezi kutoa neno. Na neno sio lazima ulisome tu, hata kwa kulisikia. Yupo mtu ambaye amepata hapa somo la usafi, akienda madhabahuni kwake akafundisha usafi. Si amefundisha jamani?
amefundisha, wala usijidharau, unaweza. Kwa hiyo unaposikia kafundisha, ukiweza kusoma soma, fundisha. Amina, amina. Ufanye utumishi wa mzigo kama Malkia Esther. Utumishi uwe ni mzigo kwako. Malkia Esther, ukisoma kile kitabu cha Esther, yule mwanamke anawaambia baada ya Wayahudi kutumiwa barua na kusema kwamba wataangamizwa na yule Haman, Malkia Esther anawaambia kwa mzigo, fungeni siku 3, hakuna kula wala kunywa. Nyie Wayahudi huko fungeni, na mimi huku ndani ya huu mjengo. Utumishi wa mzigo wa kuweza kubebea wengine mizigo. Usiwe ni mama mchungaji, ukisemwa neno unashindwa hata kumwombea huyo muumini. Ni kweli tumeuvaa mwili, unaumia, na wala siwalaumu kufanya hivyo. Unakuwa ni uko bado mwilini, unasema yani mimi nahangaika. Unaanza sasa kuhesabu yale mazuri unayoyafanya kwa watu wako na kanisani, alafu wanakuja kunisema hivi, simwombei mimi. Huo sio utumishi wa mzigo. Beba mzigo kama Malkia Esther. Vaa ujasiri. Hao wapo tu, nimeshawafundisha tabia za wanafunzi wa Yesu. Wapo tu hao wa kuongeaongea, kina Petro wapo tu kwenye kanisa na hawaishi. Kina Tomaso hao, kina Yuda wapo tu. Hutawakwepa, ndiko walikoanzia huko. Fanya utumishi wa kuto kuhesabu. Mwaka uliopita nimenunua mkeka, na mwaka huu tena ninunue mkeka. Yaani hili kanisa hawana ustaarabu. Hapana. Fanya utumishi wa kuto kuhesabu. Acha kuhesabu huduma unazozifanya. Acha kabisa. Usiwe ni mtu wa kuhesabu ulioyafanya. Fedha gani umetoa? Uwe ni mtumishi ambaye uko tayari kutoa fedha, muda, bila malalamiko wala lawama. Kama nilivyokwisha kusema, Dorcas alitumika na sadaka zake. Ndugu zangu, hakuna huduma utakayoifanya na ukaifurahia kama utaifanya kwa kuipenda. Usifanye huduma ya utumishi au mama mchungaji wa kulazimishwa. Hutaifanya kwa moyo wala kwa kiwango kikubwa. Fanya kwa kupenda. Ukimwangalia mtumishi wa Mungu Mariamu, wale dada zake wawili wa Lazaro, Martha na Mariamu. Mariamu alichagua fungu lililo jema la kukaa miguuni pa Yesu na kusikiliza neno la Mungu, na ndiye aliyemwagia Yesu marhamu ile safi, nado, akawa anatumika na Mungu, anamtumikia Yesu. Kwa hiyo fanya utumishi kwa kupenda, kwa kuchagua fungu ambalo ni jema. Bwana Yesu asifiwe. Usikie msukumo kutoka ndani. Uwe na moyo wa utayari wa kutenda. Uwe na moyo wa kutoa. Uwe na moyo wa kutoa vitu vilivyo vizuri. Vitu vilivyo vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Sio hotpot imeshaungua mkono, hii itatumika wageni wakija kanisani. Hii ndio itakayotumika. Alafu zile nzuri tia nyumbani. Hotpot imeungua, mshikio au mfuniko haina. Ndio itatumika kanisani, watafunikia na sahani, peleka kanisani. Mkeka umetoboka, hizi ndio za kanisani. Vile ambavyo ulivichezea mchezo ukavinunua vizuri, ndio vipeleke sasa kanisani. Kwani vinaliwa? Si vinaenda vinatumika vinarudi. Amina. Toa vitu vizuri vya gharama. Uwe tayari, usiangalie muda. Bwana Yesu asifiwe. Uwe ni mtu wa ukarimu kwa watu wote. Fanya kitu kwa ukarimu. Fanya kitu, mfanyie mtu mpaka yeye mwenyewe aseme, jamani, hii sio kawaida. Kweli huyu ni mama mtumishi. Kweli huyu ni mama mchungaji jamani. Angalia alivyotupokea. Angalia anavyotutendea. Lakini usifanye kwa kulazimishwa. Nishawaambia hizo kelele za waumini,
ficha masikio, funga masikio, muombe Mungu akusaidia kuongoze. Hizo kelele zipo tu, huna pa kuzikwepea, zipo tu. Yani huwezi kumfunga, wanasema huwezi kumfunga ng'ombe kupura nafaka, yani ukamwekea ng'ombe kitu asile. Ndivyo ambavyo huwezi kumfunga muumini kinywa asiongee, huwezi. Na huwezi kumfurahisha kila mtu, huwezi. Bwana Yesu asifiwe. Mthamini Mungu wako ambaye amekuweka katika hiyo nafasi. Thamani ya Mungu, unamlinganisha Mungu na nini? Kuna mahali nikawafundisha nikasema, katika utoaji wa sadaka, kiwango cha sadaka unachokitoa ndio umemthaminisha Mungu kwa kiwango hicho. Tangu mwaka juzi wewe sadaka yako kila Jumapili ni shilingi 500. Mungu ameshakubariki kwa vitu vya 500 kwa miaka yote hiyo mitatu. Kakubariki kwa vitu vya gharama ya kiasi gani? Kwa nini unamthaminisha Mungu na shilingi 500 ya sadaka yako unaitoa? Mtu mwingine amejiwekea ndio desturi, ndio kawaida yangu mimi, ndio sadaka yangu natoa kila Jumapili 500. Kwa hiyo Mungu wako ni wa 500. Mungu wako ni wa thamani. Kwanza hivyo vitu vyote ni vyake. Kisoma kitabu cha Ayubu anasema, ni nani awezaye kunilipa? Nani? Kwa sababu vyote vimetoka kwake. Unampa Mungu kama unamkopesha vile, na urudishe, yani kama vile unamkopesha. Alafu unampa 500, unataka kurudishia mamilioni. Kwa nini unaichungulia sadaka? Kwa nini unachungulia katika kutoa? Kila unachoweza kufanya kwa kiwango, fanya. Kitabu cha Ayubu sura ya 41. Nataka nikuonyeshe jinsi Mungu alivyo mkuu. Watu tumezoea kusoma Hagai 2:8. Fedha, Mungu anasema fedha ni na dhahabu ni mali yangu. Kwa hiyo hivi tunavyompa ni vichache kati ya vingi anavyotupa, ni kweli. Lakini angalia anachokuambia katika kitabu cha Ayubu sura ya 41 mstari wa 11. Anasema, ni nani aliyetangulia kunipa hata nimlipe? Kila kilicho chini ya mbingu nzima ni changu. Huyo ndiye Mungu Bwana wa Israeli. Nani aliyetangulia kunipa hata nimlipe? Sadaka ya shilingi 500 miaka mitatu iliyopita ndio hivyo. Unaitenga hiyo kila siku, kila mwaka ni hiyo. Angalia nguo uliyovaa. Katika utoaji hapa napo kuna mambo hapa. Mama mchungaji, hakikisha unatoa zaka. Hilo nalo ni gumu kwetu. Natoa zaka kweli? Utumishi wako uko wapi? Hakikisha unatoa zaka. Umepewa 1000, toa 100. Umepewa hela ya siku, tunasema kodi ya meza shilingi 5000, toa 500. Ndio uwezo wako. Yule atakayepata malaki atatoa hizo ambazo anaweza kutoa za kwake. Wewe unayepewa kodi ya meza, piga mahesabu, napewa kodi ya meza kiasi kadhaa. Na sio lazima utoe kila mwisho wa mwezi. Unaweza kutoa zaka yako kila wiki. Kodi ya meza kiasi kadhaa ni shilingi 5000. 500 mara siku 6, 3000. Kwa hiyo Jumapili weka kwenye bahasha yako shilingi 3000, leta. Halafu niambie Mungu ambavyo hatafungua madirisha kama ile aliyoandika katika Malaki 3. Na usisubiri ukitoa zaka upate malipo kwenye hicho ulichotoa. Ngoja niwaambie, kuna watu wengine wanatendea watu wema alafu anasubiri huyo mtu amlipe. Kanuni ya Mungu anakulipa kupitia vitu vingine. Umetoa zaka, anakulipia watoto. Unashangaa Januari mpaka Disemba huumwi kichwa wala mafua wala hujapeleka mtoto hospitali. Ndio malipo hayo. Umemfanyia mtu wema, umekaa naye, hata akiondoka kwako amekufanyia mabaya, unasubiri, mbona anilipi? Yaani nimemtendea hiki. Mungu hana kanuni hiyo. Ana malipo yake. Mtoto wako unayemzaa atakuja kutendewa mema zaidi. Angalia kitabu cha Samueli. Daudi aliwatafuta watoto wa Sauli akawatendea mema, ingawa baba yao Sauli alitenda yasiyo mazuri mbele ya Daudi.
alimtendea Daudi mambo mabaya sana. Lakini baada ya Sauli kufa, Daudi anatafuta watoto wa Sauli, anawatendea mema. Daudi alikuja kutafuta mtoto wa Yonathani kwa sababu Sauli na watoto wake Yonathani, kina Ishvi, kina Melkikua, kuna kipindi walikufa kwa mara moja wote. Wale watoto wa Sauli, Daudi alikuja kuwatendea mema. Ingawa baba yao alikuwa anamlenga Daudi kumuua kwa namna yoyote, chuki, wivu, fitina, lakini Daudi alikuja kutenda mema kwa watoto wa mbaya wake. Kwa hiyo Mungu anaweza akakurudishia fadhila kwa namna ya tofauti sana. Usitegemee yule ambaye umemtendea mema ndiye akulipie mema. Usimpangie Mungu. Mungu ana njia zake za kujibu. Mungu ana njia zake za kulipa. Atatumia watu wengine kukulipa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo usikate tamaa katika utumishi. Haleluya. Saa 11 kasoro 10. Nakaribisha maswali. Saa 11 kamili tunafunga. Mwenye swali kuanzia usafi mpaka utumishi, karibu. Kwa sababu leo tuna vipindi vingine viwili mbele. Tuna vipindi na wachungaji watakuja, halafu tuna kipindi cha kwetu wenyewe usiku kwa mambo yetu ya ndani kabisa. Na swali la uzazi wa mpango tutalijibu hapo usiku. Kwa sasa hivi uliza swali la kuanzia somo la asubuhi mpaka zinaingia ya kutosha. Taratibu. Unajua sindano, ukienda hospitali ukachomwa sindano, ni dawa ambayo inatibu kwa haraka sana. Ukinywa vidonge au dawa za maji huwezi kutibu haraka. Wakikuta una malaria nyingi wanakimbia kukuwekea drip au kukuchoma sindano. Kwa nini? Kwa sababu ni dawa inayotibu haraka, ingawa ina maumivu sana. Sio wote wanaopenda sindano. Watu ni waoga. Hata mtoto kimwambia nakuchoma sindano anaogopa. Lakini ni dawa inayotibu kwa haraka, ingawa ina maumivu. Ila inaingia kwa haraka na unapata tiba ya haraka. Bwana Yesu asifiwe. Mnichukulie kama mama. Usiogope kuuliza. Kuna mahali pengine utaona nimekunja na sura. Kukunja sura inamaanisha nini? Ni msisitizo. Pokea, ni kitu cha muhimu, kisikupite. Kuna pengine nakwambia hapo andika, hapo sikiliza. Ni cha muhimu kwako, kinakujenga. Kwa hiyo katika swala la usafi nilikuwa naongea kwa namna ya tofauti kabisa. Kwa nini? Kwa sababu kinagusa maeneo mengi. Kinagusa familia, watoto, ndugu, jamaa, marafiki, watu, madhabahu, kila mahali. Lazima uwe makini. Bwana Yesu asifiwe. Karibu. Na wewe mtoto ananichekea. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Naomba unisaidie hapo kwenye usemi. Hapo kwenye usemi nitolee mfano. Kwa mfano juzi tulienda kuhubiri mahali. Sasa wakati tunarudi tukatembea, yani kuna umbali wa urefu kama masaa 4. Tunatembea, alafu tuna mtoto wa miaka 3. Tumetembea naye, mimi mama nikaona kachoka, yule mtoto nikambeba. Baba ananiambia mshushe atembee. Mimi namwambia huyu mdogo hata ufika, subiri nimsaidie kumbeba. Huku yeye kambeba huyu. Je, nikachukua hatua kumbeba pale kwenye usemi, alibaki anajisikia vibaya au nilimkosea katika hilo? Naomba nisaidiwe kwenye utoaji wa fungu la 10. Mimi naweza nikapata hela nikasema ili nisitumie, labda Jumapili ni mbali, nachukua nampa mchungaji pale. Sio nakuwa nimekosea? Fungu la 10. Sio nakuwa nimekosea hapo? Zaka, yani kama zaka nampa. Hapana, yaani huwa naweza nikasema nikagopa, naweza nikaitumia. Kwa hiyo nampa haraka. Sasa sijui nakuwa nimekosea. Amina. Swali lingine. Bwana Yesu asifiwe.
Mimi swali langu liko kwenye upande wa ile somo ambayo ametufundisha asubuhi kwamba kuhusu mwanamke anavyostahili kufanya katika madhabahu au ndani ya kanisa. Sasa mimi tangia hapo muda najiuliza, sema je, hayo yote ukiyafanya sitaonekana kama wewe ndo kama vile umesimama kama mchungaji? Au unaweza ukafanya mwanamke akasema nimeitwa mimi, hujaitwa wewe? Au kwa mfano wa shirika akasema sasa yeye mwana anafanya kama vile ndo mchungaji vile, wakati mchungaji yupo aliyeitwa kama vile yani ameisha mteka, yani ana control fulani. Naomba usaidie kuhusu, kwa mfano umesema upande wa madhabahu takiwa wewe uangalie kama yako hivi umenunua vitu afano umeweka, lakini kuta mtu mwingine ajisikii vizuri. Au kwa upande wa madhabahu takiwa iwe sehemu ya utulivu. Unaona watoto wanaenda pale madhabahuni wanacheza, lakini unajikuta msifanye hivyo wa mama wenzetu, watoto wastahili kucheza pale madhabahuni, ni sehemu takatifu. Lakini kuta mwanamke mwingine ajisikia vibaya. Mbona wewe anakuwa ni mchungaji anayeongea hivyo? Swali la mwisho, au wakati tunajibu mtapata maswali. Amen. Tuanze na la usemi. Kukosea. Wanasema tatizo sio nini unaongea, ni jinsi gani unaongea. Na hapo wanawake wengi tunafeli. Unaweza ukawa na mambo mazuri ya kuongea, ni jinsi gani unayaongea. Unayaongea kujionyesha kwamba wewe ndio mwanaume humo ndani? Unaongea kwa kumgombeza mume wako? Unamsemeshaje? Lakini ni jambo zuri la kujenga, na wewe unaliona ni la kujenga, na yeye analiona ni la kujenga, lakini umeliongeaje? Umeliwasilishaje? Unaweza kumwambia unaona, yani unanichosha. Mtoto mwenyewe unamwona miaka 3 na yeye amechoka hapo, sidhani na haja achoka na amebeba huyo mtoto mdogo. Mtoto mwenyewe mdogo, alafu unaanza unasema unanikaribia nimbebe, unamwambia mume wangu, mtoto huyu ni mdogo, acha tu nimbebe, tumetembea parefu, amechoka. Au unasemaje? Huku unajichekesha, si ndio? Mbona wakati tunaomba zile fedha huwa tunajichekesha ili tuzipate? Kwa hata katika kuongea jichekeshe. Huyu amechoka, ni mdogo, sio? Kwani nani hajachoka? Wewe umebeba huyo sawa, na mimi nimechoka na huyu natakiwa. Umeongeaje? Kwa hiyo usemi unatuangusha ni jinsi gani unaongea. Unaweza kuongea ni kitu kizuri chenye point, lakini ni namna gani unakifikisha, ndipo ambacho kinawarudisha nyuma wanaume. Tumia kanuni yangu mimi sasa hivi kanuni yangu nyingine ninayoitengeneza. Si mtu wa kuigwa, nimesema mama mchungaji mtu wa kuigwa. Niigeni mimi. Ninanyamaza. Nikiona hapa upepo unakoelekea ndiko siko. Kwa sababu tambua, hujaolewa na Mungu. Mchungaji sio Mungu, ni mjumbe wa Mungu. Kwa hiyo ana mwili kama nilivyosema. Kwa anaweza kukosea, anakasirika kama wewe, anakosea kama wewe. Sio mwambie eti mchungaji gani unakuwa na maneno ya hivyo na unanijibu vibaya. Ana mwili. Unaanza kumchapia hapo. Yaani mchungaji utakuwa wewe, angalia maneno unayonitolea kinywani. Amevaa mwili, ana mwili. Kwanza jua ana mwili.